Tunakushukuru sana Mungu kwa nafasi nyingine ambayo unaweza kutupa tuweze kusikiliza neno lako. Tunaomba uweze kutusamea kwa yale ambayo tumekosea, na tunaomba uwepo wako usidi kuwa pamoja na sisi tunapoendelea kuzifundisha. Tunaomba pia kwamba Mungu yale maswali ambayo tuko nayo hasa yanayohusiana na afya uweze kutupa majibu sawa sawa na mapenzi yako. Mfiche nyuma ya msalaba ya mwana wako ili aweze kuonekana, maana katika jina la Yesu amen. Ningependa kuchukua nafasi hii kuwakaribisha kwa kipindi cha afya, na nilikuwa nimesema ya kwamba nikipata nafasi tutajibu maswali yale ambayo labda yaliweza kuibuka wakati tulikuwa tunajifundisha, na tumeona ni vizuri mwalimu anapoendelea na mafundisho, anapoendeleza mafundisho kule ambapo niliachia watu waweze kuwa wameridhika kwa yale maswali ambayo labda walikuwa nayo. Kwa hivyo ni nafasi yenu, niko na muda mchache, dakika 10 na kitu, alafu nitapatia mwalimu aweze kuendelea. Kwa hivyo ni wangapi wako na maswali? Na naona mmoja tu. Ni wangapi wako na maswali? Naona tumekuwa 2. Wangapi tena? Na 3. Sawa, nimeona maswali 3. Kuna maswali mengine? 4. Kuna wengine? Sawa. Natumai kwamba tunaelewa. Niliweza kuchukua vipindi vingapi? Nilifundisha mara ngapi? Mara 3 kweli. Mara 2. Mara ya kwanza tulifundisha kuhusu nini? Tulijifundisha kuhusu historia ya nini? Ya historia ya movement ya afya ambayo Mungu aliweza kuinua ili iweze kufanya nini? Counteract pharmacare. Pharmacare ni nini? Matumizi ya madawa ambayo yanaathiri miili yetu. Tukajifundisha historia, japokuwa ni watu wengi baada ya lesson hii walisema ya kwamba niliweza kukimbiza, na nadhani ya kwamba at least tuliweza kuona jinsi ambavyo Mungu aliinua, ama tuliona wakati ambapo Mungu alikuwa anainua movement ya Kiadventista na pia movement na ujumbe wa afya, dunia ilikuwa katika hali ya mchanganyiko zaidi. Si kweli? Tuliona watu walikuwa wanatumia mbinu ambayo badala ya kutibu mwili ilikuwa inaharibu zaidi. Na tukaona watu wakati huo walikuwa naishi wengi walikuwa wanafikisha tu miaka, hata walikuwa wanafika miaka 50 wanaaga dunia. Ndio Mungu anapoinua movement ya Kiadventista, tukaona kwamba aliinua na akaonyesha njia mbadala. Na tukaona kwamba hiyo njia mbadala ilikuwa njia ambayo mbingu ilikuwa imeapprove na ilikuwa inafanya kazi kwa njia ya ajabu, na kiwango kwamba watu wote wenye hekima wa dunia walienda kuchungulia, walienda kutazama kazi ambayo ilikuwa inafanyika huko. Sisi tuliona hivi. Na tukaona pia jambo nikaguzia kwa lesson ya mwisho, nikaweza kuonyesha kwamba mmoja wapo wa watu ambao walienda kuangalia alikuwa anaitwa Rockefeller. Sisi tulimwona. Na nikasema Rockefeller ni adui moja wa dunia, ama familia moja ambayo ni adui ya wanadamu wa leo. Ni familia moja kuu katika familia zaidi ya 10 ambayo wanaongoza dunia, moja wapo ni familia ya Rockefeller. Nikasema pia alienda kule sanitarium, akaona vile ilikuwa inafanya kazi. Kisha akakuja akaanzisha institution
ambayo inafundisha elimu ya madawa ya leo, na tumeona jinsi ambavyo tunaweza kudhuru mwili. Lesson ya pili tukaweza kuangalia kuhusu asidi. Tuliweza kuangalia nini? Wale ambao wanakumbuka? Yes? Mmesahau? Sema kwa Kiswahili. Tuliona kurudia asidi kwa ajili ya nini? Uponyaji. Tukaona jinsi ambavyo mwanadamu amejitenga sasa hivi na asidi kiwango kwamba hata wamekuwa confused, hawajui jinsi ambavyo wanafaa kutibu magonjwa. Si ni kweli? Tukaona wanyama. Tuliona umbwa akigonjeka kuna vile anafanya, paka akigonjeka kuna vile anafanya, ndovu akigonjeka kuna vile anafanya, monkeys wakigonjeka kuna vile wanafanya, kwa sababu bado wako close to nature. Lakini wanadamu sisi tumetolewa mbali sana na nature. Ndio tuliona kusudi ya shetani ya kuanzisha mpango hii ya mjini ni kutoa watu mbali na nature. Na tukaona vile watu dunia leo iko confused, hadi madaktari wenyewe wanashindwa wanaweza kusaidia kwa njia gani. Kwa hivyo nataka kuwapatia nafasi ya kujibu maswali ambayo naona mkono, nikianza na huu. Ama iulize yote ndio nijibu one by one. Ama uliza ndio tushughulikie. Jambo. Kama mboga. Lakini sasa tunakuta ya kwamba kuongezeka kwa damu inaweza kuwa kwa njia moja ama nyingine, inaweza kuongezewa kutoka kwa hospitali ambapo unawekewa kama maji. Wakwambia kwamba ikiingia ndani ya damu, yani ndani ya mwili wako, ina take time kusikizana na damu ya mwili wako. Nisema kwa damu iko hapo. Je, ndio kwa shida ya kupungukiwa na damu. Pale Masaidi alichinjiwa kuku akanyweshwa hiyo damu ili damu yake asemekana ya kwamba alikuwa na kidogo, alikuwa ni six na anatafuta na kichukupele. Sasa ananyweshwa damu ya kuku inachinjwa, inakatwa kidogo, inabao kwa kikombe, alafu ananyweshwa kunywe ili akienda hospitali atoe kwamba damu imeongezeka. Je, hili inaendaje kwa mwili ama inaenda wapi? Nadhani wakati tulikuwa tunaona somo la kwanza, tuliona hiyo ndio ilikuwa mbinu ambayo ilikuwa inatumika kabla nini? Kabla ya hiki au kabla ya Mungu kufungua watu macho wajue ya kwamba damu haiongezi damu kwa mwili. Instead hata inachafua na inaharibu zaidi. Kwa hivyo kila ambaye tukijibu kwa ufupi ni kwamba number 1, kuongezwa damu ni kuna asemi kwamba ni mbaya. Sawa. Kuna ile emergencies, mtu akipata accident. Au unamwambia ngoje uende umtengenezee juice ya green. Huyu anaongezewa. Nilisema hivi kwamba kitambo damu ijapokuwa akiongezwa, ijapokuwa itachukua muda iweze kukubaliana na mwili, sijasema ni mbaya kufanywa nini? Kuongezwa. Kuna emergencies ambayo itabidi kuongeza. Lakini wewe ukiwa mgonjwa na unaona damu yako imefanya nini? Imepungua, ni vizuri uweze kutumia njia ya asili ikiwa ijafikia ile extreme condition, sawa? Ni vizuri kutumia niliongelea greens nikasema kwa nadhani niligusia jambo hilo wakati nilikuwa naongelea kuhusu greens ama vitu kijani kibichi, si ndio? Nikasema ya kwamba ile kala ya green ya mimea na ile kala ya red ya damu inaitwa hemoglobin na ya mmea inaitwa chlorophyll. Hizo vitu inafanana, sawa? Nilisema utofauti tu kwa chlorophyll ndani ni magnesium, kwa hemoglobin ndani ni iron, lakini kwa hizo mimea bado kama fracture iko na iron. So unapochanganya hizo vitu vyote na kukunywa ni kama umeongeza damu. So mbinu nzuri kama wewe ni mgonjwa na uko na upungufu ya damu, ni vizuri kutumia
juices ya greens na kuongeza damu kwa ndani. Lakini kama mtu amekuwa katika extreme condition ama ile hali mbaya, sio mbaya kuongezwa damu. Sawa? Hiyo nadhani nimejibu. Na hiyo damu ya kuku. Naam? Hiyo kukunywa. Hiyo kukunywa damu ni dhambi. Hebu nisomewe. Somewe kitabu ya Walawi. Sasa ni swali ilienda wapi? Hiyo damu. Anajua ni dhambi. Ilienda tumbo. Ilienda tumbo. Ni kama chakula tu. Sina alikunywa kama supu. Sasa kwa kulingana na Biblia, Mungu alikataza vitu hivi. Sijui na Walawi ni Mwanzo 9. Mwanzo 9. Sio mzuri kukula damu, ni mbaya. Na atakuwa kama alikunywa kuku, atakuwa kama kuku. Si ukisoma Walawi 17:11 inasema uhai uko katika damu. Kwa hivyo unapokunywa uhai wa huyo mnyama, unakunywa uhai wa huyo mnyama. Na utakuwa na tabia kama ya huyo mnyama. Unakuwa na unyama. Mwanzo 9 mstari wake ni wa nikitafuta swali hiyo ya pili. Ni 9:4 inasema bali nyama na uhai, yani damu yake msile. Nasikia hii. Mungu anamruhusu mwanadamu kukula, anapomruhusu mwanadamu kukula nyama kwa ile condition ya wakati huu. Anamwambia nimekuruhusu, lakini usikule nini? Usikule nyama na damu yake. Kwa hivyo hairuhusiwi kukunywa damu. Na damu haiongezi damu. Damu inachafua damu. Sawa? Nadhani hiyo jibu umepata vizuri. Swali la pili. Unasema damu inachafua damu? Damu inachafua damu. Ya mwanadamu na mwanadamu inachafua damu. Tunaongelea ya wanyama. Hatujambo. Sasa inategemea shida. Kwa shida ya tumbo. Okay. Unaweza tumia kwa njia mbili. Unaweza tumia kama poultice. Poultice ni nini? Okay, unaweza koroga hiyo tope. Koroga na maji warm, kisha nataka kuonyesha mbinu mbili ya kutumia kwa shida ya tumbo. Number 1, unakoroga tu ile iko kama poultice, kisha unaweka hapa chini ya kitofu. Sawa? Sasa mwili yenyewe utanyonya zile minerals ambazo ziko nayo, na kwa shida ya tumbo inaweza kusaidia. Na njia ya pili ni kukunywa. Niliongelea clay ambayo inaitwa Bentonite clay. Dawa yangu ambayo natumianga hapa kwa mambo ya kuosha tumbo, nimechanganya sena, nimechanganya hiyo clay, nimechanganya kitu ambayo inaitwa psyllium earth, na nimechanganya na aloe vera. Kwa hivyo unapotumia, tuliona kwamba clay iko na uwezo ya kufuta toxic kwa mwili. Kama mwili wako kinafanya kazi kama kilele chako. Lakini kando na kuitoa ile sumu kwa mwili, ina release minerals. Umeelewa? Inatoa sumu kisha inaachilia madini ambayo iko nayo. Tuliona ya kwamba hiyo clay iko very rich ama iko na minerals mingi sana. Biblia tunaambiwa Mungu alichukua mchanga gani akimuumba mwanadamu?
ni clay soil, si kweli? Ukisoma nadhani Ayubu sijui ni 10 ama ngapi, anasema alichukua the clay soil. Kwa maana hiyo iko na madini mengi. Kwa hivyo unapotumia iko na uwezo ya kutoa sumu kwa mwili na kuachilia madini ambayo mwili unahitaji. So unatumia kwa njia mbili. Unaweza kutumia kwa nje, unaweza kutumia kwa ndani. Oh. Joshua anauliza, anasema niwaambie kwa lugha nielewe vizuri. Kwa hii mimi nimetumia kule mento na clay. Nende. Lakini yuko nimena na mboga hii kitu hicho. Wewe madoji. Acha. Mimi nikijana ndo bali kuni. Okay, nitawaonyesha. Lakini hiyo kile au nimeona na mboga yangu mjingo ishinde sasa. Bora tu penye iko hiyo haichachafuliwa na fertilizer na hizo vitu vyote. Sawa. Ndio unaweza tumia hata hiyo ya nyumbani. Lakini yenye effective ni inaitwa bentonite clay. Sawa. Haya, nimemalizana na maswali ya hapo. Hapo kulikuwa na maswali mbili. Niliona mkono hapa. Haikuwa hiyo. Sawa. Nilisema kutumia clay kuweka kwa maji. Unajua some place kuna small particles za maji. Alafu niweke, si ndio? Sasa imagine ile sasa hiyo mawe kidogo ikiingia kwa maji hapo ndio inasumbua. Ili sasa nisumbuliwe ni hiyo mawe na iko ndani hiyo clay kama nifanye aje? Na ni mingi kama 10 hivyo. Okay, ile sijasema wewe tu chukue kile uanze kuweka kwa macho. Inakaushwa, inashagwa hadi inakuwa powder nzuri. Kama yenye tunatumia already shashagwa na ni unga nzuri ambao unaweza kuweka kwa macho bila mawe. Usiende utoe unaenda kuchimba mawe. Alafu kesho naletewa kesi. Kuna mawe ilikuwa kwa macho ya mtu na anapatia operation. Kuna yenye imeshagwa, kuna hiyo yenye imekausha na ikashagwa for ready itumike, sawa. Usiende upigilie mawe kwa macho. Ina work. Wewe uko umeweka mkono juu. Sema. Wakati niliulizwa swali hilo nilijibu hivi. Kama siwezi kuambia kwamba usidunge vaccine mtoto wako na hata ujui jinsi ya kutunza afya ya huyo mtoto. Hata inawasumbua. Kuna msimamo wa kibibilia ambaye inaeleza kuhusu usafi wa mwili. Na msimamo huo tusome tu moja. Maana tunakumbuka 2020 kulikuwa na ile kulazimisha watu wadungiwe vaccine, ni kweli. Sasa ikifikia ni mambo na vaccine, sisi kwamba tunafaa kuchukua, inategemea kile ambayo conscience yako itakwambia.
lakini msimamo ambao Biblia iko nayo, kuna sheria za usafi ambazo Biblia ilikuwa inazingatia. Vaccine ni nini? Nione kama kuna okay, ukigoogle hapo utaambiwa vaccine is an administration of vaccine to help immune system develop immunity from a disease. Vaccine contain a microorganism modified as in a weakened live or kill state or protein or toxic from the organism. It stimulates the body adaptive immunity. They help prevent sickness from an infectious diseases. Kwa hivyo vaccine ni nini kulingana na hiyo Wikipedia? Ni like umewekewa ugonjwa ambao iko weak, ili ugonjwa yenyewe ikikuja mwili najua hiyo ugonjwa, yani mwili inazoea. Sawa. Ili ugonjwa hiyo ikiingia mwili na kataa. Sawa. Ama mwili umepata uwezo wa kupigana na huo ugonjwa, maana umekuwa kwa mwili na weak in a very weak state. Kwa hivyo wakati huwezi sema kwamba mimi siwezi kuambia kwamba usivaccinate mtoto wako ama uvaccinate, maana inategemea vile utatunza afya ya mtoto wako. Nikwambie kwa nikisema kwamba watu wasichukue vaccine, lakini kama zile za corona ni zile ambazo watu wazima wanalazimishwa, mimi nasema hizo asivai, yaani haifai kwa mwili wa mwanadamu, maana unaweza kutunza mwili wako. Kuna jambo moja tu nataka kusoma hapa. Kidogo tu alafu okay, Leviticus chapter 5 inasema if I become unclean through contact with this smallpox patient. Okay, hiyo huko juu sikupenda kupitia mambo mingi, lakini ikifikia hapo ndo anakuja kuelezea kuhusu jinsi ambavyo labda umepatwa na ile ugonjwa. Hapa inasema ya kwamba if a soul touch any unclean thing, whether it be a carcass or unclean paste, or kama mtu akiguza ile kitu chafu, iwe ni ile mnyama ambaye amekufa, tunaambiwa he also shall be unclean. Pia yeye atakuwa unclean. Ukiendelea hapo chini nasema or if he touch the uncleanness of the man, whatsoever uncleanness it be, that a man shall defile withal, and it be it for him when he knoweth of it, then he shall be guilty. Kwa hivyo akikuwa unclean tunaambiwa anakuwa guilty. It shall be when he shall be guilty is one of these things. Shall confess of his sin. So kama ile ugonjwa unawekewa kwa mwili. Kwa hivyo ukisoma hiyo vile walikuwa na dini na hiyo smallpox kwa Biblia, utaelewa ya kwamba yaani ungepatwa na hiyo ugonjwa, ungeguza kenye iko nayo, ungeguza kenye na hiyo uko na ugonjwa, ama yule mnyama ambaye amekufa unahesabiwa kuwa mchafu, na ukiwa mchafu unahesabiwa kuwa na dhambi. Kwa hivyo the same thing, unapotungiwa hiyo ugonjwa kwa mwili, unafanywa nini? Unafanywa ukuwe unclean. Na Biblia inasema ya kwamba miili yetu ni hekalu la Mungu. Kwa hivyo badala ya kutumia hiyo, tunafaa kutumia mbinu za Mungu kupata nini? Kujenga immunity ya miili yetu. Nadhani nitajibu tu kwa ufupi hivi, lakini sana uamuzi ni uamuzi wa kibinafsi. Sisemi kwamba ni msimamo
wa msemi kwamba hiyo ni msimamo ambao lazima kila mtu akuwe nayo. Niliona swali lingine kuja. Mimi nauliza swali hiyo. Unajua? Okay. Sikuficha ya kwamba tunafikiria grade ile macho. Na tunaogopa ukiwa na kidonda tuanze kuwekelea hiyo grade yoyote, kwa sababu hiyo kidonda itakuwa serious. So do you have that sample ya hiyo bentonite grade ili watu hao wasitoke hapa alafu tuanze kuwa na shida ya kwamba hiki kimejega haribu kidonda zaidi mpaka matope yenye haina iko na noma ya ndani kuliko kidonda gani? Maana kwa kawaida hata bila kujipaka kidonda si kidonda kupona. Kidonda kama kina uchafu itapona naturally, na mara nyingi tunapata vidonda lakini vilipona bila hata kuapply chochote. So mimi nilikuwa na wazo ya kwamba huwezi kuwa na sample ama ukiuliza sample pale ya hiyo chupa ya ama hiyo mkebe yenye ina hiyo grade, watu waelewe hiyo ndani ya nataka kusema. Asante. Clay amesema niwaonyeshe sample. Kile ambayo nilikuja nayo ni nimechanganywa already na hizo apps zingine za kuosha tumbo. Sina yenye pure clay, bentonite clay. Na nilisema ya kwamba usichukue matope yote ujiekelee. Na hiyo lesson tulitoa wapi kwanza ndio tukafikia kwa mwili wa mwanadamu? Tulianzia kwa wapi? Nature kutoka kwa mnyama mgani? Ndovu. Tuliona ndovu anafanya nini? Tuliona ndovu kama tunakumbuka, tuliona ndovu hapa. Tuliona ndovu. Tukasema ya kwamba ndovu wakiwa na shida yoyote, wakijiumiza, huwa wanaenda wanafanya nini? Wanatema mate kwa ile clay, kisha wanachanganya na wanaweka kwa kidonda. Si ndio? Na tukasema vile ndovu wanafanya, pia ikifanywa kwa mwili wa mwanadamu unaweza kutibu. Si ndio? Ndio nikaenda nikakuwa specific kwa clay ambayo inaitwa bentonite clay, ndio tumekuwa tukitumia, ndio nimekuwa nikitumia mimi mwenyewe. Kwa hivyo labda siwezi nikaeleza vile iko sawa, kwa maana siwezi nikasema kwamba iko white iko hivi, maana kuna clay tofauti. Lakini ukipata hiyo bentonite clay unachanganya na maji, haimepotea. Unachanganya na maji hivyo. Unachanganya na maji hivyo. Naona vile unachanganya, kisha ukishachanganya unaweka kwa kitambaa ama ile inaitwa gauze, na unaiweka kisha unaifungia kwa kidonda. Sawa? Ukipata hiyo bentonite clay, sawa? Haya. Nisome hivi. Nimesema use fine quality clay obtained from several inches below the surface of the earth, containing no rock or coarse grains. Nimesema utumie yenye inakaaje? Fine, haina imetolewa chini kutoka kwa mchanga chini, haina mawe na haina nini? Na haina vile vitu rock yani rough. Sawa? Put it through a fine hardware cloth if necessary and sterilize it over in the oven at 350 for sufficient length of time to thoroughly eat all the portion. So kile ambayo unaweza kufanya pia unafanyia nini? Unaweza kuchoma kwa oven. Sawa? Reconstitute to the moistened content of the clay as
as it ordinarily appears in the soil, and then moisten it with several tablespoons of glycerin. Okay, tukiongelea glycerin ni nini? Glycerin ni nini? Ni nini iko na glycerin? Okay, unaweza kutumia vitu kama hata unaweza kuchanganya na aloe vera, sawa? Use the clay and glycerin as a poultice. Ukisha changanya, si umechemsha, kisha unakoroga na maji. Ama unakoroga na maji, ukisha koroga na maji unaongeza ama ukisha koroga na glycerin ama ile aloe vera, unafanyia nini? Unaitumia kama poultice. Kusema kama kutumia kama poultice ni kutumia hivi ama juu ya ngozi ama juu ya kama ni kidonda. To reclaim the clay, pour the water over the clay to allow it to settle, pour out the fluid that collects on the top, and again sterilize it in the oven. With this process, some of the beneficial factors are lost from the clay and it can be used once. Na ukisha kwa sababu ya hii process refu, ukifuata hii process refu, tunaambiwa nini? Inaweza kupoteza vitu vingine. Unanielewa? Na tunaambiwa tunafaa kutumia mara moja. Haya. Sikia hii pia. Take a good grade of fine clay, make a paste with water and apply directly to the skin surface in cases of the skin rashes or other skin diseases. Unaweza pia kuchanganya tu na maji ukiwa na shida yote ya ngozi, unafanyia nini? Na uweke direct. Cover with several layers of cotton wool or a gauze. Keep the poultice moistened for 6 to 10 hours. Na uache hapo ikae kwa masaa kama 6 ama 10. By frequent application of water, ukiwa unaongeza maji. Kwa nini unaongeza maji? Ndio sikaukie hapo. Sawa. Rinse thoroughly, dry and allow a hour or two to elapse before reapplying the moist dressing. Kisha baada ya hapo unaosha vizuri. Clear all water well and as therapeutics benefit in most inflammatory skin diseases. Sasa hivyo ndivyo tunaweza mbinu mbili ambavyo tunafaa kutumia juu ya ngozi. Ya kwanza ile ya kuchoma na hii ya pili ya kuchanganya tu na maji na kuweka hapo. Sijui kama tumeelewa. Hii ndio unachanganya tu na maji, unaweka hapo, inakaa hapo kwa muda wa masaa mangapi? 6 to 10 hours. Na wakati iko hapo unafaa uchunge isifanye nini? Isikaukie hapo. Sawa. Nadhani hiyo imeeleweka jinsi ambavyo inafaa kutumika. Swali lingine ya hii roho ya mwisho. Imeisha hii roho. Ningeomba kujua tofauti kati ya zile drugs ambazo zilikuwa zinatumika in the white style and the modern drugs. Okay, asante. Swali la pili, umetaja herbs na ningependa pia uzungumzie kuhusu faida za herbs kama moringa, wormwood. Asante. Haya, nataka niweze kuangalia kuhusu drugs. Okay, kumekuwa na ukisoma hapa tunaambiwa kidogo tunaambiwa okay, kumekuwa na kile ambayo tunaambiwa ya kwamba kumekuwa na
kumekuwa medicine imekuwa ikiadvance. Kwa mfano niliongelea kule mwanzo nikasema ya kwamba walikuwa wanatumia nini kama dawa, kama tunakumbuka, walikuwa wanatumia tobacco, walikuwa wanatumia nini, mercury ilikuwa inatumika, kahawa ilikuwa inatumika na nini, hiyo ndio tobacco. Kwa hivyo watu wanatumia huko mwanzo, lakini with time wanakuja kugundua ya kwamba hizo madawa zilikuwa sumu na wakaanza kuacha in the name of wanaendelea kwa advance. Lakini roho ya unabii iko very strict, kwa maana the same hao watu ambao walifanya makosa wakiamini kwamba tobacco ni dawa, mercury ni dawa, kile ambayo wanatumia leo wameapprove aje ni dawa. Sijui kama umeelewa hiyo swali. Tunaweza kusema kwamba ni kwa sababu wameelewa vile mwili inafanya kazi. Si tunaweza kusema hivyo, the more wanaelewa mwili ni the more wana discover drugs. Lakini swali ni je, wako na uhakika aje kwamba huo, ama wengine wanasema kwa sababu wamefanya experiment nayo. Lakini roho ya unabii inatuambia ijapokuwa hiyo madawa wakati mwingine inaonyesha kwamba kuleta utulivu inasababisha madhara mengine. Tuliona kwamba kile ambayo inasababisha ugonjwa ni nini kulingana na roho ya unabii? Ni nini? Ufujaji wa sheria za afya. Ni kweli. Sasa mtu akifuja sheria za afya anaweza kutibiwa na dawa ama anafaa kutubu na kurudia hiyo sheria ndio aweze kupona. Si ndio? Hiyo ndio mbinu ambayo Mungu ameapprove. Kwa hivyo madawa ya leo ijapokuwa imekuwa advanced vile inasemekana, lakini hawaleti suluhisho vile ambavyo neno la Mungu ama vile ambavyo maagizo ya Mungu yanaweza kuleta suluhisho ya uhakika. Mnanielewa? Tunaambiwa hapa many trust their bodies to doctors. Watu wengi wanapeana miili yao kwa madaktari. But to become acquainted with the wonderful mechanism of the human frame, to understand the dependency of one organ upon one another for healthful action of all, is the work which they have no interest. Tunaambiwa watu wengi wanapeana miili yao kwa madaktari, lakini kujua vile miili yao wanafanya hata hawajali. Kidogo kwa hivyo tofauti kati ya madawa ya siku ile na ya leo ni kwamba yale ambayo yalijulikana ni sumu yaliondolewa, lakini ya leo bado, kwa sababu wanasema ya kwamba kwa sababu hawajajua kama ni sumu bado linatumika. Lakini sioni utofauti mkubwa, maana wala ile kuelewa mwili wa wanadamu na kutumia madawa kutibu mwili ni sijui lugha ambayo naweza kutumia kueleza vizuri, lakini hawapo mambo na madawa sio kitu ambayo iko sure. Ndio maana kila siku nasikia imebadilika. Ni juzi nisome hii ya juzi tu ya taarifa ya juzi hii inasema hivi. Kuna madawa ambaye ladies wanatumianga inaitwa P2. Sikia kile wanasema juzi. Na wametumia kwa muda mrefu. Sema hivi.
Inasema ilikuwa kwa the standard, inasema pharmacy and poisons board warn public against substandard V2 tablets batch number that one saying product may be harmful. Alafu hapa inasema okay, unaweza kuona ilikuwa ya tarehe 14. Kila standard hapo utaona tarehe 14 mwezi wa 8. Tarehe 14 ilikuwa nini? Last hii wiki, si ndio? 5 days ago. Walikuwa wanasema ya kwamba ni Friday. Hii ukiingia kwa standard utaona wameandika hapo, wanasema pharmacy na ile hiyo board ya sumu wanasema ya kwamba matumizi ya V2 ni sumu. Na watu wametumia kwa muda gani? Mbona wanagundua saa hii ni sumu? Kumaanisha madawa ambayo inatumika mara kwa mara hakuna uhakika. Sawa? Na ndio maana roho ya nabii inatuona kuna quotation mamia ambayo inaona against drugs in any form. Na Mungu alikuwa na kusudi alipokuwa anainua health reform movement ya kuelekeza watu kujizuia kutumia the principles of health, na mbinu ya pili ni kutibu kutumia zile principles za health. Ni kweli. Hata ukisoma 1:7 image nasema in case of the sickness, ukikuwa na ugonjwa ni nini nafaa kuona? Kile ambaye imesababisha ugonjwa, kisha kile ambaye imesababisha ugonjwa iweze kuondolewa. Alafu jambo la mwisho inasema, alafu sasa hapo ndio unaweza saidia mwili itoe uchafu na iweze kujirejesha. Sasa the last thing, hata kwa ile matumizi ama kwa kutumia mbinu za afya, jambo la mwisho ni kutumia remedies. Bila hapo kama nini? Haya, swali la pili aliuliza kwamba aliomba niweze kueleza kuhusu matumizi ama manufaa ya apps. Tulisoma Psalms, ilikuwa 104 ngapi? 14 ilikuwa inasema? Ilisema? Ya, kwa ajili ya matumizi ya mwanadamu. Kwa hivyo, Mungu ametupatia kwa ajili ya ama kwa manufaa yetu sisi wenyewe. Sawa? Na siwezi kueleza maana tuko na apps mingi. Sitaweza kueleza manufaa ya apps mingi. Labda tu niweze kuguzia apps mbili ambayo nimekuwa nikitumia, ambayo imekuwa effective na labda watu wengi hawajui. Ni moja ambayo inaitwa Wormwood. Sawa. Wormwood juzi nafaa kumaliza mtandao. Na? Fikisha hapo inaisha saa 5:40. Mesha na hapa. Hivi nimetumia muda mrefu. Acha nimalize na nimalize hapa dakika 7 tu, alafu nipachie dakika 30. Hapo kipindi kingine atachukua. Kwa hivyo ninasema nilikuwa naongelea kuongelea 2000. Hiyo Wormwood juzi nilikuwa kule Rombo, na kwanza nilipogundua kuhusu Wormwood, niko na Wormwood hapa natembea nayo kila siku maana najua umuhimu yake. Nilipogundua kuhusu Wormwood na vile ambavyo inafanya kazi, kuna wakati nilikuwa Homa Bay na nikagongwa na malaria ambayo sijawahi kugongwa nayo. Pena najua. Tulijaribu kufanya foot bath, hata sikuwa na sweat. Hata anafanya nini? Tulijaribu kila kitu. Mwili nilipunguza kilo kama 5 kwa siku 2. Hiyo malaria haikuwa inasikia dawa. So wakati baadaye nilipokuja kufanya research ndio nikaweza kujua kuhusu Wormwood. Na Wormwood ni very powerful. Inafagia parasite zote kwa mwili. Nini inasababisha malaria? Mbu
Njugu inaweka nini kwa mwili? So siwezi kueleza mambo mingi, lakini juzi nikiwa kule Rongo, hiyo malaria ilikuwa inapata watu. Nimesikia kuna outbreak ya hiyo malaria sasa hivi, watu wengi wanagonjeka hiyo malaria. Hiyo malaria ikikushika ni huwezi kuinuka ovyo. So hiyo wormwood nilikuwa natumia, mtu ambaye hawezi kuamka ningemtengenezea mara mbili. Hawezi rudi kulala tena. Ilikuwa very powerful. So wormwood usikose. Number 1, kwa mambo na parasites. Inafagia parasites. Niliwaambia hapa siri, magonjwa mengi yanasababishwa na nini? Yanasababishwa na parasites, si ndio? So unapofagia hizo parasites kwa mwili unakuwa unatoa solution mingi sana. Nilisema ugonjwa ya kansa ambayo imekuwa tisho kwa watu wengi. Tulikuwa na mama mmoja alikuwa anatoa ushuhuda huko. Hata wakati alikuwa anatoa ushuhuda, nilipatana na alitoa mkebe ya madawa ambayo alikuwa akitumia. Na alipotoa mkebe ya madawa ambayo alikuwa anatumia, moja ilikuwa atemesha. Atemesha ndiyo wormwood nilikuwa nayo. So yeye amesumbuka 17 years akitafuta matibabu for 17 years. Lakini amepitia therapy zote, juice nini, lakini suluhisho ya mwisho ilikuwa hiyo atemesha, wormwood. So wakati alisema kile ambaye niletea solution ni wormwood, nikamwambia hata mimi ndio nimekuja kujua wormwood ndio solution. So hata kansa karibu aina zote ukitumia hiyo wormwood pamoja na black walnut inamalizana nayo. Nataka kumalizia hapo. Na jambo la pili, usikose moringa. Ukiacha maziwa, moringa iko na maziwa mara 14. Moringa, mti moringa. Moringa ni moringa. Kwa maana hakuna jina lingine, inaitwa tu moringa. Moringa number 1 iko na amino acid zote. Unapokula moringa ni kama unakula nyama. Sawa? Iko na mwili unahitaji amino acid 21. Lakini mwili uko na uwezo wa kujitengenezea amino acid 12. Kwa hivyo inahitaji 9. Lakini moringa iko na hizo zote 9. Sawa? Kwa hivyo kama umejaribu kuongeza kilo unaendelea kukonda, nunua moringa. Sawa? Jambo la pili, moringa iko na calcium times 14 ya maziwa. Ile calcium ambayo maziwa inakupatia, moringa inakupatia mara 14. Na haina acid kama maziwa, iko na acid, nakula mifupa na kila kitu. Iko na vitamin E, iko na vitamin C, iko na iron. Iron ni kile ambayo ile chlorophyll haikuwa nayo. Sawa? Kwa hivyo unapotengeneza ile juice ya green, uweke moringa ndani, unakuwa unakunywa damu. Sawa? Kwa hivyo msisahau kuwa na moringa, kuwa na wormwood na kuwa na black walnut. Na ukikuwa na hizo kwa nyumba, utakuwa unasaidia mwili wako kwa njia rahisi sana. Usisahau kuosha tumbo mara kwa mara. Nimekuwa kama wale watu wanauza dawa sokoni. Wormwood. Okay. Wormwood ni wormwood, inaitwa wormwood. Acha niwaonyeshe picha kama inaonekana. Nataka kuona wormwood. Lakini kile ambacho nimekuwa nikitumia sana ni extract za wormwood, sawa? Lakini acha niwaonyeshe picha yake. Moringa pia mnataka kuona. Moringa nimeona sana inapatikana sehemu penye kuna joto. Nilipokuwa Kisumu kule Katicho niliona watu wamepanda. Nilipokuwa Coast niliona watu wengi wanapanda. Lakini ukitaka moringa unaona tu kwa medical missionaries ambayo wanashughulikia. Nataka kuonyesha uomo ndio nikimaliza. Sijui kama umewahi kuona. Uomo ya moringa. Iko hapo, nimesikia iko. Moringa chapo lichukua kunywa. Ile mti yenyewe.
Nataka uongo ndio hii hapa. Uongo ya minyoo. Hiyo sidhani kama inataka. Lakini kuna shida, maana sitaki kuonyesha hii picha. Lakini nimeonyesha. Kuna shida moja. Tulipatana na kuna brother Abu. Wakati nilikuwa nagonjeka hiyo malaria, akaniambia kuna mmea inaitwa temesha. Sawa. Na akanitumia picha. Sasa picha yenye alinitumia ilikuwa inafanana nayo. Na ameniambia amekuwa akitumia. Nilipochukua hiyo mmea, nikafanya research, nikaona si uongo na hiyo alikuwa anasema ni poison. Mnaona shida penye iko. So, hii inafanana, hizo mimea mbili inafanana. Kwa hivyo ni ngumu kutofautisha, ndio maana unaona hiyo. Kwa hivyo sasa wacha tusiwaonyeshe picha ni mwende kutumia mbaya. Ukitaka tu homu niulize nikuelekeze kwa mtu ambaye already yako na extract za homu ama mwenye ako na local products za homu, sawa? Msiende mchune matawi alafu mtu nisikie mtu ameanza kula pesa. Nadhani nimeweza kujibu maswali yote. Kama kuna chochote ambacho labda utahitaji kujibiwa zaidi, nadhani mwalimu ambaye atakuwa akituongoza atatuelekeza zaidi. Na natumai pia mwalimu ameweza kupata vile penye nilitoka, nilieleza historia na nimejaribu kueleza kidogo jinsi ambavyo wanadamu wametengwa zaidi na kutoka kwa asili. Na Mungu si awabariki. Nataka kupatia mwalimu kwa hiyo muda ambao umesalia aweze kumaliza na aweze kuendelea. Situombe tukaribishe. Tunakushukuru sana Mungu kwa kuwa unatupenda na uko pamoja na sisi. Tunaomba kwamba usidi kutuongoza kupitia kwa roho yako tunapoendelea kujifundisha. Tunamkabidhi mwalimu ambaye anasimama kuendeleza lesson ya hapo mikononi mwako. Pili, aweze kunena maneno ambayo yanatoka kwa tuongoze hadi mwisho, kwa maana katika jina la Yesu tunaomba na kuomba. Wale ambao watahitaji kuonja uongo wanione kando. Tutawaambia. Na wale ambao wanataka kuosha tumbo kabla ya kutoka ndani. Karibu. Yesu Bwana mjambo. Niko na 37 minutes. Asante kwa hiyo kwa hiyo. Naona watu wetu kuna shida ya mambo ya treatment of ailments, shida ya tunatoa matatizo ya kutibu na wote haya yanasumbua. Sijui kuna kipindi kimoja ya afya tena. Iko. Sasa nataka niwaulize maswali kidogo. Tuko na magonjwa mengi ambayo yanasumbua watu. Mengi. Madaktari tunasema ya kwamba tunayaita
public health importance, yaani magonjwa ambayo yana umuhimu mkubwa katika afya ya umma. Nimeweka vizuri. Magonjwa yenye umuhimu mkubwa katika afya ya umma. Mmoja ya magonjwa hayo nataka nitaje machache na mengine muongeze. Mojawapo ya magonjwa hayo ni ugonjwa wa diabetes, ugonjwa wa kisukari. Si hatari sana? Si watu wetu wamekufa na wanaendelea kufa. Wengine ni wagonjwa. Yes. Ugonjwa wa kisukari. That's number 1. Number 2. Ugonjwa ama magonjwa ya kansa. Cancers, maana ni magonjwa mengi. Magonjwa mengine ni magonjwa yana kuna uhusiano, yanaitwa kwa jumla yanaitwa cardiovascular diseases. Magonjwa ambayo yanahusiana na jinsi damu inafanya nini? Inapita kwa mwili. Cardiovascular diseases. Wengine wanasema ni magonjwa ya roho, heart diseases, lakini ni kuchanganyikiwa. Maana roho iko na magonjwa yake na system mzima sasa ndio inaitwa cardiovascular system sasa. Ingine ni magonjwa ya arthritis na ni mengi. Si arthritis iko? Si miguu siku hizi watu wako na miguu kweli? Miguu miguu imeisha. Siku hizi hata vijana wa miaka 40 hakuna miguu. Na ni mengi. Na ingine, hiyo ni magonjwa ngapi hiyo? Nimesema ngapi? 4. Ingine niongezee sasa. Huku. Asima. Ugonjwa wa asima. Ugonjwa wa asima. Na ingine? Sasa stroke iko katika cardiovascular. Hiyo sasa iko tayari imechukuliwa katika hiyo watu ya dunia dawa. Na ingine digestive kama H. pylori. GI disorders, magonjwa ya gastrointestinal tract. Yaani hiyo unakula chakula kwa mdomo, inateremka inaingia kwa tumbo, kwa mara nini mpaka mwisho. Hiyo system yote. Hiyo sasa nikosema sasa hiyo ni course tunaanza kufanya sasa. Maana ni magonjwa mengi sana. Na nyingine? Yes. Kifafa. Hiyo sasa ni mambo ya mental medicine. Yes, mental disorders. Magonjwa ya akili. Nimefika ngapi? Nani anatuandikia? Kumbe anatuandikia. Na ingine? Ugonjwa wa malaria. Ama magonjwa ambayo yanaletwa na virusi. Maana malaria, nini inaleta malaria? Ndio mwalimu alinisema na kujua. What causes malaria? Niliona hakuna mtu alijibu. Kutokana na kuumwa ni mfu. Lakini ni umbo inaleta malaria. Umbo ni kali.
Mungu inataka kutoka hapa, inaingiza kwa mwili wake, ina digest hiyo virusi, inaondoka hiyo. Sasa hiyo virusi sasa ni process kubwa. Sasa nataka sasa tuchague magonjwa kama mawili na matatu maximum ambazo tunajifundisha mpaka wakati ishi, maana hatuwezi kumaliza hii kitu yote. Wakuka iko very common. Sasa walimu nataka mnisaidie. I wish kama tungekea ile ambayo iko very common. Moja ni sukari, hiyo nakubali. Maana kwa mtu wa sukari ni mingi. Hata wengine wao sukari bila wana habari. Wengine ni magonjwa ya cardiovascular diseases ama conditions. Magonjwa ya circulation ni circulatory disorders. Hiyo nayo nakubali nayo. Na cancer. Iko chini kidogo. Management ya TB ni rahisi. Tena hata hakuna pesa unalipa. TB ni rahisi. So, waje tuongee magonjwa yale magonjwa kubwa. Sasa tuanze na gani? Ugonjwa wa kisukari. Sasa chini fungua hapo. Maana tai ni yako. Moja tu. Asiye. Laptop yangu imefanya kazi mpaka imezeeka. Sasa betri yake imepungua nguvu. Sasa nataka nikitumia inakuwa kwa power source. Sababu hapa magonjwa kama ugonjwa wa sukari, ikiwa umepatikana na ugonjwa wa sukari, wala ambao umeingia hospitali ama mgonjwa marafiki wamekuwa wagonjwa, ni nini inaonyesha kwamba umekuwa na ugonjwa wa sukari? Nini inaonyesha? Kuchoka haraka, kukojoa sana. Kwaenda kwa haja ndogo sana, kuumwa na kichwa, macho inapotea, naanza kusimika. Na nini tena ingine? Kuwa na hasira haraka. Mgonjwa akija kwa hospitali akiwa na mambo kama hayo repeated, anakuja mara mbili mara tatu, nasema naumwa na macho yangu inapotea, na kunywa maji mingi kuliko kawaida,
nasikia mchovu. Unasikia mchovu kwa mwili. Unaenda kwa haja dogo mara kadhaa all the time. 1 hour umeenda, 1 hour umeenda, tena natembea. Maana kwa wazee kichi ile pale inaitwa prostatitis. Ikishika mzee naye anaenda haraka after 1 hour naye anaenda haraka. So asema hapo sasa ufanyiwe test. Na ukifanyiwa test, inaonekana ya kwamba kiwango cha sukari katika damu yako kiko wapi? Kiko juu. So ikienda 9, 10 na kwenda juu, hapa sasa kuna sukari iko mingi ndani ya damu yako. Na kuna watu ukikula chakula hivi, kama umekula kitu kama ndizi, kama ugali, tuseme starch, sukari inafanya nini? Inaenda juu, lakini haiwezi kupita 9. So ile normal ni between 4.5 and 7.5. Hiyo ndio normal range ya damu. So kila wakati damu ikipita kwa mwili, sukari, kiwango cha sukari katika damu inatakikana kuwa katika hiyo range. So ikiwa outside that range, sasa hapo tunasema nini? Wewe unaingia katika kiwango cha pre-diabetes, ndio sasa unaingia katika hiyo kikundi ya ugonjwa wa sukari, ama umesama katika ugonjwa wa sukari. Ikifika 12, 13, 14, 15, 16, mwingine amefika 35. Sasa hiyo ni hatari sasa. Sasa ni hatari. So nione kama nitapata hiyo kitu nisi. Project imekataa ku nianze kuonekana. Ni mwanga mkali kutoka kwa wimbo wa 113 stanza ya kwanza. Sasa
ugonjwa wa diabetes. Ugonjwa wa diabetes tunasema ni ugonjwa wa kitu inaitwa metabolism. Metabolism ni vile mwili imeumbwa na vile mwili inafanya kazi. Na ni ugonjwa ambaye ina affect mwili mzima, inabeba kila kitu kwa mwili. So hiyo ni engine. Unaona hiyo? Si ni engine? Engine ya gari inahitaji nini? Engine ya gari kufanya kazi inahitaji nini? Inahitaji mafuta, inahitaji oil, inahitaji hewa, na ile nyingine inahitaji maji. Sasa hiki kikifika hapo inakuwa safi na inafanya kazi yake vizuri. So tuseme sasa, umeona kile imeandikwa hapo fuel. Fuel ni nini? Fuel ni nini kwa engine? Diesel ama petrol. Ukigurumisha hivi inaguruma ni nini? Sasa ikiguruma inakunywa nini? Inakunywa mafuta. Lakini kukumbuka oil iko. Maana ukigurumisha engine bila oil nini itafanyika? Engine itanoka. Na ukigurumisha engine bila ile maji ya nini ile hapo mbele, nini itafanyika? Itakuwa overheated. Alafu tena so oil sasa hii mafuta pigwe hiki inatumia nini? Mafuta cloud. Lakini hizi components zingine iko. Maana inaitwa accompanying components ya engine ndio ifanye kazi vizuri. Tashangaa kwa nini inaenda engine hapo na kwa nini inakuja hapo. Hata umeona air iko hapa. Umeona maji iko. Yes. Hiyo vitu yote lazima iangaliwe, na tunawaambia kwamba in the morning ukiingia kwa gari yako unapaswa kucheck mafuta iko kwa haya. Kuna check kitu tena nyingine, oil iko, maji iko. Na kama air cleaner iko inafanya kazi vizuri. Naangalia in the morning. These all use specialized fuels. Unaona hii magari yote hii. Hii magari yote kuna engines zinatumia diesel. Kuna engines zinatumia nini? Petrol. Kuna engines zinatumia nini? Kama ni ndege, ndege inatumia gani? Ndege inatumia mafuta gani? Gasoline. Inatumia gasoline. So Yesu onyesho hapo sasa. Na hii inatumika nini? This also uses specialized fuel. Ni nini? Amboni picha. Sio ndo watu. Hao ndo watu. Kitabu cha Samueli 139 fungu la 14. Kwanza verse 14.
Psalms 139:14. Hebu soma 139:14. Inasema, nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa njia ya ajabu ya kutisha. Matendo yako ni ya ajabu. Matendo yako ni ajabu. Na nafsi yangu yajua haya. Na nafsi yangu yajua sana haya. I will praise you. Mungu wangu nitakutukuza, nitakuhimidi, nitakuinua juu kwa vile nimeumbwa kwa njia ya ajabu. Nani anasema hivi? Ni Daudi anasema hiyo jambo. Wana matengenezo wanasema nini? Kama vile Daudi alifanya nini? Maana tumeumbwa kwa njia ya ajabu. Ndio maana the health reform message kwa wana matengenezo is not a luxury, it is a must. Ndio walimu wanasema hapo. Kwa wana matengenezo it is a requirement, a basic requirement. Huwa lazima ujue ya kwamba mwili wako ni hekalu la nani? Na Mungu. Hiyo ni basic requirement, hiyo lazima. Hiyo lazima. Na lazima ujue vile atatunza mwili wako. So, hao watu ambao ni binadamu pia wanatumia nini? Mafuta ama wacha niseme kutumia lugha. Wanapata energy ama nguvu fulani ya kuendesha nini mwili. So mwili inahitaji nguvu. Na hii nguvu ambayo mwili inahitaji, nguvu inatoka wapi? Si kwa chakula tunakula? Yes, ni chakula tunakula. Hapo sasa ndio tunapata nguvu ya mwili kufanya kazi. Ni nini hiyo? Hii sasa ni Kiswahili tunahitaji seli. Sasa mwenyewe chembe. Kwa Kiswahili kwa ngumu. Sasa unaona hii, this is the smallest and invisible part of the body. Yaani sasa hii huwezi kuikataa tena. Hii ndio mwisho wa ile chembe ndogo, ile kaseti kidogo kabisa. Hiyo ukiweka cells mingi inakuja inaform what? Kama ni maini, kama ni liver, iko na cells special za kutengeneza organ ambayo inaitwa nini? Liver. So cells ambazo zinapatikana kwa maini, kwa roho, the heart, kwa kidneys, nini, all those organs they are not the same. So kila organ iko na cells zake. Lakini these cells inahitaji nini? Nguvu ili zifanye kazi. Na imagine kila cell inahitaji maji, inahitaji chakula, inahitaji nutrients, inahitaji kutunzwa, inahitaji kusafishwa kila cell hii. So tunaambiwa unachunga seli moja hiyo, unachunga seli zote, unachunga akili yako. So hapa tunasoma ya kwamba cells are fueled by glucose. So
So glucose ni end product ya digestion ya chakula gani? Carbohydrates. So carbohydrates ni ile chakula ambayo tunakula ambayo inatupatia nguvu ya kufanya nini? Kufanya kazi na mwili kuendelea kuishi. Carbohydrates. So glucose inatokea hapo sasa. So hizi ndio tunapata hizi ndio nguvu za mwisho, yaani glucose inatokana na digestion ya hii chakula ambayo tumesema. Sasa tuone chini kidogo. Hii inasema nini sasa? Nutrient ratios and health. So kuna sehemu ya nutrients, kuna sehemu ya promoting na kuna sehemu ya destroying. Nutrients kuna sehemu ya fats, ni mafuta. Mafuta ambayo inatakikana kwa mwili wa seli ile inatakikana iwe 20 to 25%. Carbohydrates maana ndio inatoa hiyo glucose sasa ya kwenda kutoa nguvu ya mwili inakuwa 60 to 70%. Alafu protein inakuwa 10 to 12%. Ile ambayo inaharibu sasa, ukienda kwa ile nyingine unakuta fats imekuliwa mingi. Si watu wanapenda vitu tamu. Watu wanapenda vitu tamu. Unakuta fats inaenda juu. Watu wanapenda vyakula kama nyama, mafuta mingi inaenda juu. Ndio sasa. Alafu carbohydrates inarudi chini na proteins zinabaki tu 12%. So ukiangalia hapa kwa mahitaji ya mwili ama mahitaji ya cells hiyo ndio hiyo inasema hapo sasa. Haya. Na tunaona mtu hapo. Unaona mtu hapo. Sasa hiyo ndio tunasema GIT process. Sasa chakula kitoka kwa mdomo na teremka na ingia kwa tumbo na teremka hapo hivi sasa tunatoka hapo chini. So inaingia kwa process ya digestion. Sasa chakula inakuwa broken down na kuingia kwa mwili. Na ikiingia kwa mwili inatengenezwa kama fats, inatengenezwa mwishowe tunapata nini? Fatty acids. Kama ni proteins mwisho wake inakuwa amino acids. Carbohydrates ni glucose. Sasa katika ugonjwa huu sasa tutaenda kuangalia mambo ya glucose levels in the blood. Maana tunaongea juu ya ugonjwa wa diabetes. Na ukiingia vitamins na nini inaingia inatoka chini. Nani anasema nini? Kwa mdomo nini kinafanyika? Kwa mdomo tunafanya nini? Ukikula ugali kwa mdomo unafanya nini? Sisi unachiu. Na unachiu. Na hiyo inachukua dakika ngapi? Dakika moja. Hapo tunaweka chakula kama ni ugali hivi. Unachiu. Unachukua dakika ngapi? Moja. Kuna wale wanachukua masekunde kati 5 10 seconds. Chakula kinateremka chini. Unajua sasa tunaweka misingi ya ugonjwa wa diabetes. Ndio hiyo sasa. Diabetes ndio sasa. So inatakana 1 minute. Unatafuta vizuri. Chakula ikiingia sasa, ikiingia kwa hii pipe ya chakula kutoka chini inachukua dakika ngapi? 3. Inateremka pole. Ndio nakuta wengine chakula kwa haraka. Kadi maji.
shida wapi? Hakutafuta chakula vizuri, haikutafuta vizuri, ndio haraka. So unakuta maji anataka kukula, maji anataka kukula. Sasa kwa stomach, ikiingia kwa stomach 2 to 4 hours. Sasa hapo ndio shida inaanza kutokea sasa. So ugonjwa wa sukari, sasa inaanzia mambo yake sasa, yaani niseme nini? Ile tabia ya kuharibu mwili sasa inaanzia hapo sasa. So kwa sababu time imeisha, tutawaachia hapo, alafu tutaendelea. Itakuwa namna hiyo. Maana tukiharakisha hatutafahamu ugonjwa wa kisukari hiyo. So ni wakati wote pole sisi tufahamu ili tuweze kusaidia watu wengi. Anda hope tumetoka hapa, utakuwa na mabosi ya kuanzisha serikali ya kusubiri mbali. Ili uweze kuwa nuru ya ulimwengu. Ili ujumbe the right arm iweze kuonekana katika kijiji mahali tunakaa. Otherwise the community will not feel the impact of health reformers. Kama hatuwezi onyesha watu, kama hatuwezi saidia wananchi, sasa tutakuwa na faida gani kwa kijiji? Watu wanakufa, watu wa sukari na sisi tu. So haya tuone, tutaendelea zaidi. Baba wetu mpendwa, tunakushukuru maana unatufundisha kuhusu magonjwa ambayo yanatusumbua, magonjwa ambayo yamesumbua watu wako. Zaidi ya yote, hata watakatifu wako pia tunapatwa na magonjwa haya. Tunapoendelea kuchukundisha katika kipindi cha afya, zaidi ya yote ugonjwa wa sukari na magonjwa mengine, tunaomba ya kwamba uweze kuwa pamoja nasi, utuongoze, utufundishe ili tuweze kutunza amri za afya, na zaidi ya yote tuweze kusaidia vijiji ambao tumetoka, tuweze kusaidia marafiki zetu na wote ambao tunakutana na wao waweze kupata faida kwa ajili ya neno hili. Tunapongea tuendelee hii program, wakati mwingine tunaomba ya kwamba uweze kuwa pamoja nasi, na uweze kuwa mwenyekiti na uweze kutuongoza, maana tunaomba katika jina la Kristo ambaye ni Mwokozi wetu. Natarajia tuzidi kubarikiwa. Wangapi unaweza kubarikiwa kwa vipindi ambazo tunazo?